Naam, hujambo mwanadunia popote ulipo. Siku nyingine tena tunajumuika pamoja katika makala Dunia Wiki Hii. Maksudi ni kutembeze kote duniani, ni kupatie taswira kamili ya yale yote ambayo yanaibuka katika kipindi Dunia Wiki Hii. Kumbuka taarifa hizi zimeandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, Rais wa Uturuki asema kuwa Israel inatishia uthabiti wa kanda kutatiza vita dhidi ya kundi la Islamic State, huku Israel ikiimarisha mashambulizi huko Gaza. Na afisa mmoja wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu aonya kuhusu mzozo wa ulinzi nchini Sudan, ilhali hali ya kawaida haijarejea baada ya mzozo huo uliodumu kwa miaka miwili. Takupeleka Rwanda, ambapo Rwanda yaadhimisha miaka 31 tangu mauaji ya halaiki. Na kadhalika, siku ya lugha ya Kichina yaadhimishwa katika sehemu mbalimbali kote duniani. Baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia. Natoa mwaliko mapema twende sawa hadi tamati ni kupatia taarifa hizi kwa kina katika kipindi Dunia Wiki Hii. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Waziri wa ulinzi nchini Misri Abdel Magid Sakri alikariri umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa ili kukomesha taharuki, kulinda maisha ya raia na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawasilishwa kwa Wapalestina huko Gaza. Kulingana na taarifa ya hatibu wa jeshi, Sakir aliyesema hayo kwenye mkutano baina yake na waziri wa vikosi vya ulinzi nchini Ufaransa, Shed Sebastien Lecornu, aliyezuru nchi hiyo. Taarifa hiyo ilisema kuwa pande hizo mbili zilijadili masuala kadhaa yanayohusu nchi hizo mbili, zikiwemo mbinu za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi baina ya nchi hizo mbili na hali inayojiri katika kanda hiyo ya kimataifa. Kwa upande wake, Lecornu alielezea fahari katika ushirikiano wenye manufaa baina ya nchi hizo mbili, hasa katika sekta ya kijeshi. Vilevile alisisitiza uwiano katika mitazamo ya nchi hizo katika kuchangia usalama na uthabiti wa kanda hiyo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alikosoa Israel kwa kuzua taharuki kwenye eneo la Mashariki ya Kati, akionya kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Syria na Lebanon yanatishia uthabiti wa kanda hiyo na kutatiza juhudi za kukabiliana na ugaidi, hasa dhidi ya kundi la Islamic State. Erdogan aliyesema hayo kwenye hotuba yake kuu wakati wa ufunguzi wa kongamano la 4 la kidiplomasia la Antalya. Alishtumu Israel kwa kujaribu kuzua mzozo wa kikabila na kidini nchini Syria na kuyafanya makundi ya wachache nchini Syria kuipinga serikali. Alisema kwa Uturuki haitaruhusu ukosefu wa udhabiti tena nchini Syria, akikariri kwamba Uturuki huchukulia kuwa huru na usalama wa Syria unahusiana na maslahi yake ya kitaifa. Na kuhusiana na ushirikiano wa kimataifa wa Uturuki, Erdogan alikariri kuimarika kwa uhusiano baina nchi hiyo na Urusi, akisisitiza kwamba ushirikiano baina nchi hizo mbili utaendelea kwa msingi ya kuheshimiana na maslahi ya pamoja. Kadhalika alizungumzia jukumu muhimu la Uturuki katika shirika la NATO, akisema kuwa nchi yake iko tayari kuwajibikia usalama barani Ulaya. Kwingineko, jeshi la Israel lilitekeleza mashambulizi kadhaa kote katika ukanda wa Gaza, likilenga maeneo 35, huku maafisa wa afya huko Gaza wakisema kuwa watu 1613 wameuawa kwenye mashambulizi hayo mapya ya Israel. Miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa ni kituo cha uundaji silaha kusini mwa Gaza na kile cha kurushia makombora kuelekea maeneo ya Israel, kwa mjibu wa taarifa ya jeshi hilo. Katika eneo la Rafah kusini mwa Gaza, ambako Israel imekamilisha ujenzi wa eneo jipya la kiusalama na kufunga jiji hilo, vikosi hivyo viliharibu mtaro wa chini ya ardhi wa kina cha mita 20 na umbali wa mita kadhaa, likisema kuwa lilikuwa eneo la kukusanyika kwa magaidi wa kundi la Hamas. Kadhalika huko Gaza, vikosi vya Israel vilipata ghala la silaha na kundi la Hamas, yakiwemo makombora, guruneti za kurushwa kwa mikono na vilipuzi, kwa mjibu wa taarifa
hiyo. Israel imezuia kuwasilisha kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza tangu tarehe 2 mwezi uliopita. Baadaye ilisitisha mkataba wa miezi miwili wa kukomesha mapigano na kundi la Hamas tarehe 18 mwezi uliopita na kurejelea mashambulizi makali ya angani na nchi kavu kwenye ukanda huo. Maafisa wa afya huko Gaza wamesema kuwa watu 50,980 wameuawa huku wengine 101,270 wakijeruhiwa tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Oktoba mwaka 2023. Na shirika la UNICEF lilishtumu hatua ya Israel ya kusitisha kuwasilishwa kwa misaada huko Gaza, likisema kuwa watoto wachanga wanaathirika zaidi huku wakikumbwa na viwango vya juu vya utapiamlo na kukosa chanjo muhimu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Wakati wa maadhimisho ya miaka miwili tangu kuzuka kwa mapigano nchini Sudan, afisa mmoja wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC aliitaja hali nchini humo kuwa mzozo mkubwa wa ulinzi kwenye mahojiano ya kipekee na shirika la Shinhua. Mkuu wa ujumbe wa ICRC nchini Sudan, Daniel Omali, alisema kuwa kufuatia mzozo huo unaoendelea, kiwango cha juu zaidi cha ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu umenakiliwa. Alisema kuwa kanuni kuhusu vita kuambatana na mikataba ya Geneva hazizingatiwi nchini Sudan. Kulingana na ripoti ya ICRC, kufikia mwezi Disemba mwaka uliopita, kamati hiyo ilikuwa imepokea takriban maombi 7,700 ya kusaidia kuwatafuta watu waliotoweka, ikisema kuwa idadi hiyo inaashiria kiwango kidogo zaidi cha watu waliotoweka, ingawa ni 66% zaidi ya idadi iliyonakiliwa mwishoni mwa mwaka 2023. Alisema kuwa kwenye shughuli moja ya kuwatafuta watu waliotoweka, walipata watoto wachanga na yatima kadhaa waliokuwa kwenye makao ya watoto jijini Khartoum yaliyoathirika kutokana na mapigano hayo. Kwingineko, kufuatia mzozo huo baina ya jeshi la nchi hiyo na kundi la waasi la RSF ulioanza katikati ya mwezi Aprili mwaka 2023, zaidi ya watu 29,600 wameuawa, kulingana na shirika linalochunguza athari za mizozo lililonukuliwa na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu milioni 15 wamepoteza makazi ndani na nje ya nchi hiyo, kulingana na makadirio ya shirika la kimataifa la uhamiaji. Miaka miwili tangu mzozo huo ulipozuka, raia wa nchi hiyo wanaendelea kuteseka, ili hali hakuna dalili zozote za kukomeshwa kwa mzozo huo uliosababisha uharibifu mkubwa wa makazi, barabara na taasisi za umma. Licha ya udhibiti wa jeshi la Sudan katika sehemu kubwa ya jiji kuu Khartoum, jiji hilo linajitahidi kurejelea hali ya kawaida ya maisha. Michael Mondiga, Dunia Wiki Hii. Iran ilisema kuwa awamu ijayo ya mashauriano yasiyo ya moja kwa moja na Marekani kuhusiana na mpango wake wa kinyuklia yataandaliwa nje ya Oman, ingawa muundo wa upatanishi wa mashauriano hayo hayatabadilika. Kulingana na hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni Ismail Bagei, Iran haizingatii zaidi eneo la mashauriano, ila cha muhimu ni mfumo wa kuandaliwa kwa mashauriano hayo. Aliashiria kwamba mashauriano hayo yataendelea kutekelezwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja, huku Oman ikidumisha jukumu lake la upatanishi. Bagei alisema kuwa nchi ya Oman itashirikisha eneo jipya la awamu ijayo ya mashauriano na kuishukuru kwa jukumu lake katika kuandaa awamu ya kwanza ya mashauriano hayo. Vyombo vya habari vya mataifa ya Magharibi viliripoti kwamba huenda awamu ijayo ikaandaliwa jijini Roma, vikinukuu duru kutoka Italia zinazohusika katika upangaji wake. Bagei pia alipuuzilia mbali uwezekano wa mashauriano ya moja kwa moja na Marekani, akisema kuwa Iran haichukulii mfumo huo kuwa bora. Alisema kuwa mashauriano yasiyo ya moja kwa moja yametumiwa katika shughuli za awali baina nchi hizo mbili. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Marekani na Urusi zilikamilisha awamu ya pili ya mashauriano kuhusu kurejesha jumbe za kidiplomasia zilipokutana jijini Istanbul, Uturuki.
Ujumbe wa Marekani uliondoka kwenye ubalozi mdogo wa Urusi jijini Istanbul baada ya mkutano uliodumu kwa takriban saa 5 na upande wa Urusi. Hakukuwa na mkutano na wanahabari baada ya mashauriano hayo, lakini taarifa ya upande wa Urusi iliandaliwa kwa mujibu wa duru za kidiplomasia ambazo hazikutaka kutambulishwa. Swala kuu la mashauriano hayo lilikuwa kushughulikia masuala yanayoathiri utekelezaji majukumu ya balozi katika nchi husika. Wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Marekani ilikariri kwamba mashauriano hayo yalihusisha shughuli za kidiplomasia pekee. Awamu ya kwanza mashauriano hayo iliandaliwa jijini Istanbul tarehe 27 mwezi Februari. Katika miaka hivi majuzi, Marekani na Urusi zimewafurusha wajumbe wengi wa kidiplomasia na hivyo kutatiza utekelezaji majukumu ya kidiplomasia. Kenya ilipokea dozi 10,700 za chanjo dhidi ya ugonjwa wa Mpox, hatua iliyopiga jeki juhudi zake za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Serikali ilipata chanjo hizo kwa ushirikiano na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, shirika la afya duniani WHO, shirika la UNICEF na muungano kuhusu chanjo duniani Gavi, kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa afya Adan Duale. Katibu wa wizara ya afya Mary Muthoni alisema kuwa uamuzi wa kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa Mpox ulitokana na ongezeko la visa vya maambukizi ya ugonjwa huo katika muda wa miezi michache iliyopita. Chanjo imesalia kuwa mojawapo ya mbinu bora zaidi za kulinda afya ya umma, huku ikinusuru maisha ya mamilioni ya watu kote duniani kila mwaka. Wizara hiyo ilisema Kenya itatumia chanjo hizo pamoja na hatua nyingine, ikiwemo kuimarishwa kwa uchunguzi kwenye maeneo 26 ya mpakani kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa na matabibu. Tangu ugonjwa huo ulipozuka humu nchini mwezi Julai mwaka 2024, nchi hii imenakili visa 67 vilivyothibitishwa na kifo kimoja. Kenya ilikuwa miongoni mwa nchi 9 za Kiafrika zilizoorodheshwa mwezi Novemba mwaka uliopita kupewa dozi za chanjo dhidi ya ugonjwa wa Mpox kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi barani Afrika. Nchi nyingine ni Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cote d'Ivoire, Liberia, Nigeria, Rwanda, Afrika Kusini na Uganda. Na kwa taarifa hiyo basi tunafika mwisho wa awamu ya kwanza katika kipindi Dunia Wiki Hii, lakini usiende mbali, manake nikirejea bado ninazo taarifa lukuki kutoka kila pembe kote. Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni makala ya Dunia Wiki Hii, ambapo unapokea taarifa za kimataifa kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Karibu sana katika awamu hii ya pili. Na nchini Rwanda ilianza juma la maadhimisho ya miaka 31 tangu mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 dhidi ya kabila la Tutsi. Jione. Rais Paul Kagame na mkewe Jeanette Kagame pamoja na mkuu wa wajumbe wa kidiplomasia nchini Rwanda na wawakilishi wa manusura waliweka mashahada ya maua kwenye mnara wa ukumbusho wa Kigali ambako zaidi ya waathiriwa 1250 walizikwa. Kagame na Jeanette baadaye waliwasha mwenge wa ukumbusho kwenye mnara huo, hii ikiwa ishara ya matumaini ili kuangaza siku 100 ambazo ni kipindi ambacho mauaji hayo yalitekelezwa. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Kagame alitoa hakikisho kwamba mauaji hayo ya halaiki hayatatokea tena nchini humo, kwani raia wa nchi hiyo wameamua kuungana kuhakikisha hilo. Waziri wa Umoja wa Kitaifa na uhusiano na raia Jean Damascene Bizimana alisema kuwa wakoloni waliohalalisha migawanyiko wa kikabila miongoni mwa raia wa Rwanda walitekeleza jukumu kubwa katika kusababisha mauaji hayo ya halaiki. Alitoa wito kwa nchi kote duniani kuhakikisha kwamba watoro waliohusika kwenye mauaji hayo wanaoishi kwenye mataifa yao wanakamatwa na haki inatendeka. Mnamo mwaka 2014, Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika zilitangaza tarehe 7 mwezi Aprili kuwa siku ya maadhimisho ya mauaji hayo ya halaiki ya mwaka 1994 dhidi ya Tutsi. Katika kipindi cha siku 100 mwaka 1994, zaidi ya watu milioni 1, wengi wao wakiwa Tutsi na Wahutu, waliuawa na waasi wa Kihutu. Wakati huo Rwanda ilitoa heshima kwa
wanasiasa waliouawa kwenye mauaji hayo kwa kupinga ubaguzi, itikadi za migawanyiko na mpango wa kutekeleza mauaji hayo. Hafla hiyo ilifanyika kwenye uga wa ukumbusho wa mauaji hayo wa Rebero katika eneo la Kichukuro kwenye jiji kuu la Kigali, ambako mashahada ya maua yaliwekwa kwenye makaburi 21 ya wanasiasa. Zaidi ya waathiriwa 14,000 wa mauaji hayo walizikwa kwenye uga huo. Maafisa wakuu serikalini, wajumbe wa kidiplomasia, familia za waathiriwa na wawakilishi wa vyama vya manusura walihudhuria hafla hiyo. Shughuli hizo za ukumbusho zitaendelea hadi tarehe 14 mwezi Julai kuashiria mwisho wa mauaji hayo ya halaiki yaliyoendelea kwa siku 100. Nikiripoti Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Kongamano la kwanza la ushirikiano wa kiuchumi baina ya Cote d'Ivoire na eneo la katikati mwa bara Afrika litaandaliwa jijini Abidjan, lililoleta pamoja wajumbe mawaziri kutoka Cameroon, Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na viongozi wa kibiashara na wataalamu wa kiuchumi. Kongamano hilo la siku 3 liliangazia kuimarisha ushirikiano katika sekta za kilimo, biashara, muundo msingi, viwanda na teknolojia. Mashauriano baina ya sekta za umma na kibinafsi yanayonuiwa kuimarisha ushirikiano na uhusiano baina ya Cote d'Ivoire na nchi zilizoshiriki yaliandaliwa. Waandalizi pia walisisitiza jukumu la kongamano hilo katika kuimarisha utangamano endelevu barani Afrika kupitia mkataba wa eneo huru la kibiashara barani humu. Waziri wa uvuvi na rasilimali za mifugo wa Ivory Coast, Sidi Temoko Toure, alisema kwa kongamano hilo liliangazia kutambua sekta kuu za ushirikiano zikiwemo kilimo cha uzalishaji chakula, kawi, muundo msingi, biashara na teknolojia. Naye balozi wa Cameroon nchini Ivory Coast, Marie Yvette Koloko, alisema kuwa biashara pekee haitoshi, ila wanafaa kuungana katika uzalishaji, kuwekeza kwa pamoja na kubuni suluhu kwa pamoja za kutatua changamoto za Kiafrika. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Marekebisho ya kitaasisi katika Muungano wa Afrika yanafungua fursa ya kibiashara kote barani humu na unaashiria enzi mpya katika utangamano wa kiuchumi kwa mujibu wa Rais William Ruto wa Kenya. Ruto aliyasema hayo wakati wa ufunguzi wa kongamano la Kiafrika la mwaka huu la shirikisho la vyama vya kibiashara duniani jijini Nairobi. Alisema kuwa kuna fursa kubwa katika biashara baina ya mataifa ya bara hili, huku mataifa ya Kiafrika yakiazimia kuimarisha biashara na mataifa mengine duniani. Ruto alisema kuwa kubadilishwa kwa muundo wa taasisi kuu zikiwemo Benki ya Maendeleo barani Afrika, Benki ya Kiafrika ya Uzaji na Uagizaji Bidhaa na Shirika la Ustawi wa Muungano wa Afrika na pia Jumuiya na Mipango ya Kiuchumi ya kanda hii kunaleta matumaini kwa bara hili. Naye mwenyekiti wa chama cha kimataifa cha biashara Philip Varin alisema kuwa ili kuwafikia uwezo kamili barani humu, juhudi zaidi zinafaa kutekelezwa ili kuimarisha utangamano wa kibiashara barani humu na kuimarisha ushirika wa kampuni za Kiafrika katika mifumo ya kimataifa ya kibiashara, hasa biashara ndogo ndogo na zile za kadri. Hafla hiyo ya siku 2 iliwaleta pamoja wajumbe kutoka zaidi ya nchi 70 chini ya maudhui ya hatima ya kimataifa ya bara Afrika yenye utangamano, ubunifu na uendelevu, ambapo walijadili ubunifu wa mabadiliko ya kidijitali. Kampuni kubwa ya Kichina kuhusu teknolojia ya kilimo ya BGI ilikariri azma yake ya kuimarisha ushirikiano baina ya nchi zinazostawi katika kutafiti na kutayarisha aina za mpunga zilizoimarishwa ili kushughulikia mzozo wa njaa na utapiamlo barani Afrika, kwa mujibu wa maafisa na watafiti wakuu. Wang Jian, ambaye ni mwanzilishi mwenza na mwenyekiti wa kampuni ya BGI, alikariri kwamba ushirikiano miongoni mwa nchi zinazostawi zilizo na mfumo ekolojia anuwai ni muhimu katika kutayarisha aina za mpunga zinazotoa mavuno mengi na kuhakikisha kuna chakula cha kutosha kote barani humu. Akizungumza kandoni mwa mkutano wa kamati ya mashauriano kuhusu juma la sayansi la utafiti wa kimataifa kuhusu kilimo Nairobi, Kenya, Wang
Alizungumzia ushirikiano unaoendelea baina ya kampuni ya BGI na taasisi za Kiafrika katika kutayarisha na kupanda mpunga unaostawi katika nyakati zote. Wang alisema kuwa taasisi za Kichina ziko tayari kuimarisha ushirikiano na washirika wa Kiafrika katika utafiti, mafunzo na uhamasishaji teknolojia ili kutayarisha aina mpya za mpunga na aina nyingine za vyakula zilizoboreshwa na kutimiza mahitaji ya lishe kwa idadi ya watu inayoongezeka barani Afrika. Alikariri kwamba aina hiyo ya mpunga inayostawi nyakati zote ina uwezo mkubwa wa kushughulikia changamoto ya ukosefu wa chakula cha kutosha katika nchi za Kiafrika, kwani inakomaa kwa haraka, inahimili ukame, wadudu waharibifu na magonjwa. Aina hiyo ya mpunga tayari inakuzwa nchini Uganda, Rwanda na Madagascar. Kenya iliandaa juma hilo la sayansi lililowaleta pamoja waratibu sera, wanasayansi, wahisani, viongozi wa sekta hiyo na wabunifu kujadili mbinu mpya za kubadili mifumo ya kimataifa ya ukuzaji chakula na kuleta maendeleo endelevu. Hafla hiyo iliyohusisha mashauriano ya maafisa wa ngazi za juu na maonyesho iliangazia kuimarisha juhudi za kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya anga, kubuni mifumo thabiti ya mbegu, kuimarisha ubunifu na kuimarisha kuhusishwa kwa sekta ya kibinafsi katika ushirikiano baina ya nchi zinazostawi. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Siku ya kimataifa ya lugha ya Kichina iliadhimishwa kote duniani, huku nchi mbalimbali zikiandaa hafla kwa maadhimisho hayo. Tizama. Walimu na wanafunzi wa lugha ya Kichina katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania walisherehekea siku ya lugha ya Kichina, ambapo mkurugenzi wa taasisi hiyo Chang Xiaozhen alisema kuwa hafla hiyo itasaidia kuimarisha ufahamu na mabadilishano ya kitamaduni baina ya Uchina na Tanzania. Vile kutokana na ongezeko la watalii wa Kichina nchini Tanzania, chuo cha serikali cha mafunzo ya utalii kimeanzisha masomo ya lugha ya Kichina kwa ushirikiano na taasisi hiyo ya Confucius. Siku za lugha za Umoja wa Mataifa zilizozinduliwa mwaka 2010 kusherehekea wingi wa lugha na tamaduni mbalimbali na kusaidia kuimarisha matumizi sawa ya lugha 6 rasmi za umoja huo, ambazo ni Kiarabu, Kichina, Kiingereza, Kifaransa, Kirusi na Kihispania. Kwingineko, chuo kikuu cha Addis Ababa na shirika la elimu la Oromia nchini Ethiopia zimekubaliana kuwapa mafunzo walimu wa lugha ya Kichina watakaofunza lugha ya Mandarin katika eneo kubwa zaidi nchini Ethiopia la Oromia. Pande hizo mbili zilitia saini mkataba wa maelewano kuhusu mafunzo hayo, ambapo walimu 30 watapata mafunzo hayo kila mwaka. Kutokana na uhusiano thabiti wa kiuchumi baina ya Ethiopia na Uchina na ongezeko la kampuni za Kichina nchini humo, haswa katika ustawi wa barabara, reli na viwanda, mahitaji ya lugha ya Kichina yameongezeka katika vyuo vikuu na vyuo nchini humo. Wakati wa huo, makala ya 6 ya mashindano ya uimbaji ya Kichina yaliandaliwa na taasisi ya Confucius jijini Sofia nchini Bulgaria, ambapo waimbaji 15 wa kibinafsi na makundi 9 kutoka kote nchini humo yalishiriki. China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali duniani, ukiwemo ule wa kiteknolojia, kielimu, kimatibabu, mawasiliano, muundo msingi na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Kama hivi. China ilikabidhi viwanja 4 iliyokarabati kwa serikali ya Senegal kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa Léopold Sédar Senghor jijini Dakar. Mradi huo ni mojawapo ya ile mikubwa zaidi iliyotekelezwa na China nchini humo, ulioanza mwaka 2022 na kuhusisha kukarabatiwa kwa uwanja wa Senghor jijini Dakar. Na mtaalamu mmoja wa mazoezi ya Kichina ya Kung Fu kutoka Cameroon, Fabrice Mba, aliyepata mafunzo kuhusu mazoezi hayo na tiba za kiasili za Kichina katika taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Yaounde tu alipozuru China, anatoa mafunzo hayo kwa vijana nchini mwake.
Na kituo cha uzalishaji nguvu za umeme kutokana na maji cha Sanjen Hola nchini Nepal, kilichojengwa na kampuni ya Kichina ya uhandisi, kilianza kutekeleza shughuli zake na kuunganishwa kwenye hifadhi ya kitaifa na kuchangia katika juhudi za kukomesha changamoto za kukatizwa mara kwa mara kwa nguvu za umeme. Na pikipiki za kielektroniki za gharama nafuu na zinazohudumu kwa muda mrefu zinaundiwa nchini Kenya kwa kutumia teknolojia ya Kichina. Na Rais William Ruto wa Kenya alielezea kuridhika kwake kutokana na ujenzi unaoendelea wa eneo la michezo la Talanta kwenye uga wa Jamhuri jijini Nairobi, litakalokuwa na uwanja wa soka wa kiwango cha shirikisho la FIFA utakaokuwa na uwezo wa kukaliwa na watu 60,000, utakaojengwa na shirika la Kichina la ujenzi wa barabara na madaraja. Na Cambodia ilizindua barabara ya umbali wa kilomita 114.9 inayounganisha jimbo la Ta Bong Hum mashariki mwa nchi hiyo na lile la Kampong Cham kusini mashariki mwa nchi hiyo, iliyojengwa na China. Na chama cha kibiashara cha China nchini Zambia kiliandaa mkutano jijini Lusaka, Zambia, kutafuta mbinu za ushirikiano baina ya kampuni za nchi hizo mbili utakaonufaisha pande zote. Na China ilijenga hospitali kubwa zaidi nchini Niger mwezi Agosti mwaka 2016 kuashiria ushirikiano baina yazo uliodumu kwa zaidi ya nusu karne. Na wahudumu wa tiba za kiasili za Kichina kutoka Brazil walipata mafunzo kuhusu tiba hizo nchini China, huku wakifanya mazoezi ya tiba hizo nchini China. Na kampuni za Ujerumani zimeimarisha uwekezaji nchini China, hasa katika sekta ya uundaji magari yasiyochafua mazingira, kemikali na uundaji mashine. Na magari ya kielektroniki ya Kichina yalikuwa kivutio kikuu kwenye makala ya 46 ya maonyesho ya kimataifa ya magari jijini Bangkok, Thailand. Naam, kwa taarifa hiyo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii, nikiwa na matumaini makubwa kwamba umeweza kufaidi na hizi taarifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Tufanye vivi hivi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Nasema hewala kwako wewe kwa utazamaji wako na muda wako, na wote walioshiriki. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Shinhua, mimi ni Isaac Lemoka.